ni taarifa ya habari kutoka USF Social Sciences. Na mwenyekiti mstaafu wa kanisa awashukuru washarika kwa kufanyika baraka kwenye matukio mbalimbali ya kikanisa. Tuungane na mwenyekiti mstaafu ndugu Athman John Kita. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu. Nimekuwa katibu mkuu wa kanisa toka 2024 2025, mwenyekiti 2025 2026. Katika kuwa kiongozi kwenye kanisa letu nimejifunza mambo mengi sana. Cha kwanza, wakati niko katibu tulifanya matukio mbalimbali. Tukiwa na tukio la kwanza ilikuwa ni live recording kama mkumbuka CIC ya Bwana ni mtu wa vita. Wakati huo nilikuwa mwenyekiti wa ile tukio, nilikuwa na dada moja anaitwa Boss Lady Janet Benjamin. Kwa kweli niwashukuru sana waumini, tulipambana ile tukio. Lakini pia tulikuwa na live recording ya Praise Team SOP6 ilifanyika VCC Mage, na tukawa na live recording ya kwaya kuu kama mnakumbuka Nivute Pendoni. Yote yalikuwa ni matukio ambayo yalikuwa yanahitaji fedha, lakini katika kufanya kutoka kwenye hela ya bomu, hela za wazazi, wengine ni waajiriwa, tulifanya kwa ubora. Mnaweza kukajipikia makofi mengi tafadhali. Na pamoja na hayo yote, ninyi watu mlikuwa ni watu ambao wenye baraka sana kwenye maisha ya watu wengine. Mliwagusa watu wengi, ikiwemo kutoa fedha zenu kwa ajili ya kuwasaidia watu waliokuwa na upungufu wa ada. Lakini kuna wengine walikuwa na changamoto za afya, wagonjwa, tuliweza kuwahudumia. Lakini wengine pia walikuwa na changamoto za fedha za kula chakula. Vyote sadaka ambazo mlikuwa mnatoa ndio ambazo zilikuwa zinahudumia wale watu. Kwa maana hiyo kwamba kukaa kwangu mahali hapa miaka 2 kama kiongozi, lakini miaka 3 kama mwanafunzi, nimejifunza mambo mengi. Mmefanyika baraka kwa watu wengi, mmewafariji watu na wengine mmewavusha. Mungu awabariki sana. Asante. Asante sana ndugu John Athman Kita. Na katika